Ujumbe wa Rhapsody ni ujumbe wa Mungu kwa ajili yako kila siku. Kitabu hichi ni kitabu ambacho anakiandika mchungaji Chris Oyakhilome. Na siku ya leo, siku ya Ijumaa ya tarehe 5, tuna ujumbe ambao unasema ulizaliwa kwa ajili ya hili. Neno la ufunguzi ni Esther 4:14. Anasema tena, ni nani ajuaye kama hujafikiria cheo cha kifalme kwa ajili ya wakati kama huu? Kusoma tu hili neno la ufunguzi tayari unaona kwamba kila mtu ambaye Mungu anamuweka mahali fulani anakuwa amemweka kwa makusudi yake. Hakuna jambo ambalo ni bahati nasibu. Hem, tuendelee kusoma tuone Rhapsody ya leo inatuambiaje. Mstari tuliomaliza kusoma ni sehemu ya maneno ambayo Mordekai alimpa Esther kama changamoto kwamba akasimame dhidi ya mpango wa kikatili na wahila wa Hamani wa kuwaangamiza Wayahudi. Esther hakujua kuwa alikuwa sehemu ya mpango wa kiungu hadi Mordekai alipofungua macho yake. Nafasi yake kama malkia haikuwa ya starehe, ilikuwa kwa kusudi. Ndivyo ilivyo kwako. Wow, kila sehemu tupo kwa makusudi yake Mungu. Hakuna kitu cha bahati nasibu katika maisha yako. Kuchaguliwa tangu awali kunatenda kazi ndani yako. Kuzaliwa kwako, nafasi yako na wajibu wako katika ufalme, vyote vimepangwa kiungu. Ulizaliwa kwa wakati kama huu, umewekwa kimkakati na Mungu ili kushawishi na kuleta matokeo katika ulimwengu wako kwa utukufu wake. Wow. Mungu alikuweka katika familia yako, mahali pa kazi, jiji na taifa kama mleta watu kwa Kristo na balozi wa ufalme. Kila kitu kukuhusu, elimu yako, vipawa, mali na haiba yako kimepewa kwako kwa ajili ya matumizi ya ufalme. Usizuie sauti yako pindi unapohitajika. Usirudi nyuma kwa hofu pale unapopaswa kusema na kusimama kidete kwa ajili ya Injili na kusonga mbele kwa imani. Ishi kwa ajili ya Kristo na ulitimize kusudi lake kwa ajili ya maisha yako. Wakorintho wa 2:5-15 inasema tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Usiruhusu chochote kikuzuie au kikukwamishe kueneza kwa bidii habari njema ya wokovu wa Kristo. Hiyo ndiyo kazi ya kwanza duniani. Wakorintho wa 2:5-18 inasema lakini vyote pia vyatokana na Mungu alivyotupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Mchungaji anaendelea kusema ruhusu nuru yako iangaze pale na wakati ambapo ni muhimu zaidi, kama Esther. Lazima utangaze kwa ujasiri, kama nikiangamia na niangamie, kwa sababu kuishi kwa ajili ya Bwana, kutimiza mapenzi na kusudi lake kuna stahili kila kitu. Umefunzwa na kuitwa kwa ajili ya hili. Sasa ndio wakati wa kutenda na kusema kama Paulo, lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Unaipata hii kutoka katika Matendo ya Mitume 20:24. Wow. Ujumbe wa namna gani? Kwamba ulizaliwa kwa ajili ya hili. Kwa namna nyingine upo katika nyakati kama hizi, sio kwa bahati mbaya, lakini kuna kusudi. Na kupitia Rhapsody ya uhakika unapata kulijua kusudi lako kila iitwapo leo. Basi naomba tufanye sala hii. Sema: mpendwa Baba, asante kwa kunichagua na kuniweka katika wakati kama huu. Mimi ni jasiri, niko radhi na niko tayari kutimiza kusudi lako kwa ajili ya maisha yangu. Ninatangaza kwamba nuru yangu inang'aa sana na ninasababisha matokeo ya kudumu kwa ajili ya ufalme popote ninapoenda. Katika jina la Yesu. Amen. Wow. Naamini umebarikiwa sana na ujumbe kutoka Rhapsody siku ya leo, na inawezekana haujampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu hiyo ndo namna pekee ambayo unaweza ukajikuta huko sehemu ambayo si sahihi. Lakini ukiwa ndani ya Kristo, kila sehemu
unapokuwepo. Anasema kwamba anaziongoza hatua zako. Manake kila hatua unayoipiga Mungu anaiongoza. Basi fanya sala hii pamoja nami, na uzuri inapatikanika hata kwenye kitabu hichi cha Rhapsody. Unaweza kaifanya sehemu yoyote pale ulipo. Na wakati huu sema: Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya! Umempokea Kristo. Na nipende kukukaribisha katika makanisa yetu ya Christ Embassy kokote Tanzania, na ambapo utaendelea kujifunza zaidi na kulielewa neno la Mungu zaidi. Pia usisahau kupata nakala yako. Unaweza ukaidownload kupitia katika tovuti ya www.rhapsodyofrealities.org, au hata ukifika kwenye makanisa yetu kama nilivyosema, utaweza kupata nakala yako ambayo utakuwa na uwezo wa kujisomea kila siku. Lakini pia unaweza ukadownload Rhapsody app ambayo ni nzuri sana pia. Unaweza unapata ujumbe wako popote pale ulipo. Mungu akubariki sana. Usisahau kusoma nakala yako ya Rhapsody ya uhakika kila siku. Ubarikiwe.